Kwanza kabisa nianze hotuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya njema na kutuwezesha kukusanyika hapa kushuhudia tukio muhimu la uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Bukoba. Tukio hili ni mojawapo ya hatua mahususi za serikali kuendeleza elimu ya juu hapa nchini na kuimarisha ustawi wa wananchi kijamii na kiuchumi. Aidha, na ushukuru kwa dhati uongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam chini ya mkuu wa chuo Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kunipa heshima ya kunialika kuwa mgeni rasmi katika tukio hili adhimu. Na ushukuru pia uongozi wa mkoa wa Kagera chini ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa Hajat Fatima Mwasa kwa mapokezi mazuri na kufanikisha maandalizi ya shughuli hii muhimu. Vile vile na washukuru wananchi wote wa mkoa wa Kagera na mikoa jirani ambao wamepata fursa ya kuhudhuria hafla hii ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Asanteni sana na hongereni sana. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla hii, lengo kuu la ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi mwaka 25-30 ni kukuza uchumi na kuimarisha ustawi wa wananchi, ambapo mojawapo ya njia ya kufikia azma hii ni kuongeza fursa za elimu kwa vijana katika ngazi zote, ikiwa ni pamoja na kuendeleza na kutoa elimu bila ada kuanzia elimu ya msingi hadi sekondari. Hivyo, katika kutekeleza ilani ya uchaguzi, serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na hatua nyingine, imefanya uamuzi wa kuhakikisha kila mkoa nchini unakuwa ama na chuo kikuu au tawi la chuo kikuu. Ujenzi wa kampasi hii ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Bukoba ni matokeo ya uamuzi huo sahihi. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninaishukuru Benki ya Dunia kwa kuwezesha utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, Higher Education for Economic Transformation Project, uliowezesha ujenzi wa kampasi hii kwa gharama ya shilingi bilioni 14. Tunatambua na kuthamini mchango huo katika kuboresha elimu nchini na kuwekeza katika mustakabali wa vijana wetu na uchumi wetu. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla hii, sekta ya elimu, hususan elimu ya juu, ina mchango mkubwa sana katika uchumi wa taifa letu, kwani inachangia katika kuzalisha nguvu kazi katika sekta mbalimbali za uzalishaji na utoaji wa huduma. Kutokana na mchango huo, serikali ya awamu ya 6 imejizatiti kuendeleza jitihada za kuleta mabadiliko katika ngazi zote za elimu, hususan elimu ya juu, kwa kuhakikisha kuwa wahitimu wanapata ujuzi, stadi na maarifa yanayoendana na soko la ajira. Ni matumaini yetu kuwa kupitia kampasi hii, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kitatoa mchango mkubwa katika kuendeleza maarifa katika ujasiriamali, kukuza ujuzi wa masoko, kuchochea biashara za mpakani, kujenga uwezo wa vijana wetu kuhimili ushindani katika soko la kikanda na kimataifa. Rai yangu kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni kuhakikisha kwamba kampasi hii mpya inakuwa kitovu cha ubunifu na uvumbuzi, mahali ambapo vijana wetu watawezeshwa kuibua mawazo mapya, kufanya ubunifu na kutumia fursa ya soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sambamba na hilo, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kihakikishe kuwa mitaala inayotumika katika kampasi hii inalenga moja kwa moja katika kuleta maendeleo ya jamii na kutoa zaidi elimu ya ujuzi, yaani mafunzo ya amali kuliko elimu ya jumla. Kwa kuwa mkoa wa Kagera na kanda ya Ziwa yote ina fursa nyingi za kiuchumi. Katika hotuba ya ufunguzi wa kongamano la 6 la wakuu wa vyuo vikuu vya Afrika uliofanyika kwenye ukumbi wa mikutano ya kimataifa Arusha mnamo tarehe 1 Februari mwaka 99, hayati Benjamin William Mkapa, Rais wa awamu ya 3 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisisitiza umuhimu wa kukuza uboreshaji wa elimu ya juu barani Afrika kwa kusema, na nanukuu, kwa umuhimu, vyuo vikuu vya Kiafrika vitalazimika kujitahidi kuboresha zaidi ubora wa wahitimu wao ikiwa vinataka kuendelea kushindana au kuwa sehemu yao ya soko la ajira la ndani la kimataifa ambalo litaendelea kuhitaji viwango vya juu sana vya utendaji. Mwisho wa kunukuu. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla hii,
Kupitia hafla hii ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi hii, ningependa pia kuhimiza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuimarisha umaitaifishaji wa elimu yetu, internationalization of higher education. Jitihada za makusudi hazina budi kufanyika ili kuunganisha viwango vya elimu ya kitaifa na kimataifa, na taratibu utekelezaji wa majukumu ya msingi ya chuo kikuu: kufundisha, kutafiti na huduma, kuandaa wahitimu kufanya kazi katika ulimwengu uliounganishwa, kukuza elimu ya kimataifa, kuimarisha ubora wa taasisi unaoendana na utandawazi. Aidha, kwa mkoa wa Kagera unaopakana na nchi jirani kadhaa, tunaamini uwepo wa kampasi hii utatoa fursa ya kuvutia vijana katika nchi hizo kuja kujipatia maarifa muhimu. Pia tungependa kuona wahadhiri kutoka nchi hizo wakija kusoma na kufundisha hapa Kagera. Kampasi hii iwe ni mahali pa kukuza mtangamano wa Afrika Mashariki na kuendeleza umajumui wa Afrika ambao umekuwa msukumo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Jambo hili likifanikiwa, tutakuwa sio tu tumekuza elimu ya juu, bali pia tutachangia kujenga jumuiya ya Afrika Mashariki yenye mshikamano, amani pamoja na maendeleo. Nilipoongelea umajumui wa Afrika, nimemwona Balozi Dr. Benson Bana yuko hapa, anapenda sana habari hii. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla hii, kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kuipongeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa uratibu madhubuti wa mradi huu, hususani kwa kuhakikisha matumizi adili ya fedha kwa kuzingatia thamani ya fedha, na waomba muendelee na moyo huo wa uwajibikaji, uadilifu na ubunifu katika miradi yote iliyo chini yenu. Pia nakipongeza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa usimamizi madhubuti wa mchakato wa ujenzi. Endeleeni kuwa mfano wa kuigwa katika matumizi bora ya rasilimali na utoaji elimu yenye tija kwa kizazi cha leo na kesho. Aidha, naupongeza uongozi wa mkoa wa Kagera kwa kuchangamkia fursa hii adhimu na kuwezesha upatikanaji wa ardhi na kuweka mazingira wezeshi ya ujenzi wa mradi huu. Kwa Wanakagera, habari kubwa kuliko zote, nadhani mnasoma mitandao huko, imesambaa sana habari ya kuwekwa jiwe la msingi wa chuo kikuu hiki. Watu wamekuwa wanasema kumbe Kagera ilikuwa bado haina chuo kikuu. Mikoani huko wote walikuwa wanajua vyuo vikuu viko vingi tu Kagera, kwa jinsi ambavyo tuna maprofesa wengi. Sio tu maprofesa, tuna maprofesa wenye mbwembwe za kutosha. Maana ukimkuta kama Profesa Tibaijuka kwenye mitandao akielezea tamaduni za Kagera kwa mbwembwe, unajua vyuo vikuu viko vingi sana huko. Lakini pia hata wakati tukikua, wanapotuhamasisha tusome, walikuwa wanatufanyia mfano wa Kagera. Mimi nakumbuka niko shule ya msingi, naambia soma kama watu wa Kagera, soma kama Wahaya. Na unasisitizwa kama Wahaya wanaongea lugha 3 kwa wakati mmoja. Lugha 3 kwa wakati mmoja. Na watu wa zamani kidogo wanakumbuka, kulikuwa kuna mchezaji wa timu moja ya Yanga anaitwa Kenneth Mkapa. Sasa wakati wakituhamasisha wanasema Wahaya wanapoongea sasa, wanasema Mkapa bwana, atera 2 position per minute. Once agenda 8, once agenda 10. Kwa hiyo hizi zilikuwa hamasa zinatuhamasisha. Kwa hiyo nafurahi sana leo niliyokuwa nahamasishwa na Mkapa once agenda 8, once agenda 10, nimeweka jiwe la msingi hapa. Lakini pia nina furaha ya pekee kwamba mkuu wenu wa chuo Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ana dhamira ya moyoni ya kuona mafanikio ya elimu. Maana nakumbuka nilipokuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa taifa, yeye akiwa mwenyekiti wa chama, kuna wakati katibu mkuu wa umoja wa vijana akawa busy kweli kufanya mambo ya CPA, anataka CPA. Mimi namzuia, tuna kazi nyingi za kufanya, huu muda wa kusoma unatoa wapi? Na naona anisikilizi hivi, nikaenda kumshtaki kwa mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu. Kaambia mwenyekiti, huyu katibu mkuu wangu mimi simuelewi, kakazana na CPA. Badala ya kufanya kazi za umoja wa vijana ambazo ni nyingi sana sasa hivi. Akaniambia, Emmanuel, muache. Huo mkatibu mkuu wenu mtakuja mumnyang'anye, elimu hamtamnyang'anya. Elimu muache asome. Huo ndio urisi wake wa moyo. Yaani utaweza kumuibia vitu vingine, utamuibia nguo, utaiba shati, lakini akishapata kitu kichwani mwake hakiwezi kupotea.
Alafu naondoka ananiuliza, kwani wewe mwenyewe elimu yako? Nikamwambia na masters. Sasa na wewe tafuta PhD. Nikaona leo umbea umeniponza. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla, ni matarajio ya serikali kuona kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati na majengo haya yanaanza kutumika kutoa huduma mara moja. Hivyo ninawaagiza wanaohusika na utekelezaji wa mradi huu, hususan wahandisi, washauri elekezi, wakandarasi na wasimamizi kukamilisha ujenzi huu kwa wakati kama ilivyopangwa. Ucheleweshaji wa aina yoyote hauwezi kukubalika. Hali kadhalika naiagiza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kushirikiana na wadau wengine kuhakikisha taratibu na mahitaji yote muhimu ikiwemo ithibati, vifaa, rasilimali watu na mipango ya matumizi vinaandaliwa mapema ili kuwezesha shughuli za kampasi mpya kuanza pasipo vikwazo. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla hii, nimemsikia mkuu wa chuo kaongea kwa uzito mahitaji makubwa muhimu ya chuo chetu. Ameongelea umuhimu wa maendeleo ya mazungumzo na Benki ya Dunia. Mheshimiwa mkuu wa chuo, nikuhakikishie kwamba wakati ulipokuwa unasema pale pale nilikuwa nikimwelekeza waziri kwamba tekeleza maelekezo haya haraka sana. Lakini pia umeongea habari ya umuhimu wa kuongeza ardhi. Na hili ni jambo muhimu sana tunapoongelea vizazi vijavyo vya Kagera na nchi yetu. Kwamba mwisho wa siku moja mahitaji yatakuwa na chuo kitakosa nafasi. Na kuelekeza mkuu wa mkoa kulifanyia kazi jambo hili. Umefanya kazi vizuri sana katika awamu ya kwanza hii tuliopo. Ni matumaini yangu kwamba ubora uliouonyesha mara ya kwanza utaufanya kwa kishindo zaidi. Lakini pia Mheshimiwa mkuu wa chuo chetu na rais mstaafu, umeongelea suala la barabara, na of course chuo kikuu, ndugu zangu wa haya watapata tabu sana kuelezea kama barabara sio nzuri. Kwa hiyo tumelichukua hili. Lakini pia umuhimu wa serikali kuingiza mkono kusaidia katika maeneo mbalimbali. Nataka niwaambie swala la bweni la vijana wa kiume nimelichukua kwa uzito unaostahili, na nataka niwahakikishie hili ni jambo muhimu sana. Pamoja na kumwelekeza waziri kuanza kulifanyia kazi, lakini pia nitamnong'oneza Mheshimiwa Rais, na nataka niwaambie katika kitu rais anakifuatilia kwa karibu mno ni chuo hiki cha Bukoba, kiasi kwamba leo alinielekeza kuja kukifungua chuo hiki. Lakini nikapata pia mkutano wa wakuu wa nchi za wanaita troika za SADC, kamati ya ulinzi na usalama ya wakuu wa nchi, ambao Mheshimiwa Rais aliniagiza nimwakilishe. Sasa nikajaribu kuchenga kwamba sasa ile ya Kagera tuisogeze mbele kidogo. Mheshimiwa Rais akasema usilete mchezo, Kagera utafungua na mkutano wa marais utashiriki. Kwa hiyo mnaweza mkajua mapenzi ya rais kwa Kagera ni makubwa kiasi gani. Kwa hiyo nitamnong'oneza Mheshimiwa Rais kuhusu umuhimu wa bweni hilo, lakini pia umuhimu wa kuongeza nguvu kwa Wizara ya Elimu kuona kwamba inasaidia zaidi chuo hiki ili matunda yake yaonekane haraka inavyowezekana. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla hii, baada ya kuyasema hayo, na washukuru kwa kujitokeza kwa wingi kushiriki hafla hii ya uwekaji la msingi la ujenzi wa kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Bukoba, na wasihi tuendelee kuchapa kazi kulinda na kudumisha hali ya amani na utulivu na usalama wa nchi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwakora muno. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.